wengi tumefanya kazi na nifahamu, huwa na tone tatu ninapozungumza, na nimezigawanya katika maeneo matatu au nimezipa jina tatu tofauti. Inategemea nazungumza na nani na kwa jambo gani. Na toni yangu ya kawaida ikiitwa, mwenyewe niliita De La Boss, nazungumza tu kama mazungumzo ya kawaida. Lakini na tone naita Bugatti, huwa mara nyingi naizungumza katika jambo la Simba, hususan kwenye mambo ya hamasa na kuhabarisha umma. Lakini na tone naitwa Haji Manara, ninapoenda kuzungumza jambo serious naamua kuitumia hiyo tone. Kwa leo nitatumia tone, wengine huwa mmeiona mara chache, ili watu wapate kuelewa yale ambayo nimeyakusudia kuyasema. Kusudio kuu la kwanza lilonileta hapa ni kuwashukuru wale niliofanya nao kazi wote, nikianza kipekee na rais wa Simba. Yao ya utendaji waliniajiri mwaka 2015 mwanzoni, Bwana Evans Saveva, ambaye yeye na kamati yake ya utendaji iliniomba nije kufanya kazi ya kuisemea klabu hii ninayoipenda. Bahati nzuri kamati ile ya utendaji ni watu ambao tulikuwa tunafahamiana kwa muda mrefu katika shughuli zangu kama mwanahabari, lakini kama Mtanzania, na wengi tulikuwa marafiki. Kwa hiyo wakasema, Haji, unaweza kutusaidia kwa sababu ya vitu viwili: uzoefu wako katika masuala ya communications, lakini na mapenzi yako kwa Simba. Kwa hiyo shukrani za kwanza ziende kwa kamati ile ya utendaji iliyonipa ajira, lakini na viongozi wote niloshirikiana nao, wakiwemo makatibu wakuu pamoja na watendaji wakuu wa klabu ya Simba. Nilimkuta Bwana Steve Ali akiwa katibu mkuu. Baadaye 2015 mpaka msimu 2016 nilifanya kazi na makatibu wakuu watatu, akiwemo Bwana Collins ambaye pia alikuwa mjumbe wa kamati ya utendaji, na vijana wengine ambao walipewa nafasi ya kukaimu. Lakini 2016 alikuja ndugu yangu, rafiki yangu Patrick Kaemele, tulifanya naye 2016-17. 2017 nikafanya kazi na katibu wa 6 wa klabu ya Simba aliyekuwa kikaimu bwana mzee wangu Amesikisiwa, na baadaye akaja Dr. Kashembe kawa wa 7 huyo, kabla ya kufanya kazi na kaka yangu rafiki yangu bwana Crescentius Magori akiwa kama CEO wa kwanza wa klabu ya Simba. Baadaye tulifanya kazi kubwa mimi na yeye kwa ushirikiano wa hali ya juu kabisa, na niseme miongoni mwa makatibu wa watendaji ambao nilijifunza vitu vingi sana, basi ni bwana Magori. Baadaye nikafanya kazi na ndugu yetu mzalendo wa Afrika Senzo kwa mwaka mzima. Hapa nilijifunza vitu vingi pia, nilisoma vitu vingi kutoka kwake, niliona namna ambavyo taasisi inatakiwa iendeshwe. Lakini pia nimshukuru CEO ambaye nimemaliza naye muda, Bi Barbara, na bodi nzima ya wakurugenzi. Utaona kwamba nilifanya kazi na makatibu na ma-CEO hapa wanafika karibu 9-10 hivi kwa vipindi tofauti, na kamati ya utendaji ya Simba na bodi, na nimefanya kazi na wenye viti wengi
Nao nawashukuru Bwana Murtaza Mangungu, Mswahili mwenzangu huyu, ambaye kwa kweli tumefanya kazi kubwa na ni mtu aliyekuwa mtetezi mkubwa wa maslahi ya Simba. Salim Try Again, naye namshukuru. Lakini kipekee pia nimshukuru ndugu yangu Swedi, mhanga mwenzangu, ambaye tulishirikiana vizuri, lakini na bodi ya wakurugenzi chini ya Bwana Mohamed Gulam Dewji endelea kufanya kazi na mimi kwa kunipa nafasi, na wajumbe wote wa bodi, management nzima ya Simba zima, wote tuliofanya nao kazi tulikuwa kama ndugu, tulishirikiana sana. Lakini hapa kipekee ni wataje wanachama wa Simba. Ndugu zangu, Simba ni taasisi yenye raha sana. Wanachama walinisupport kila pembe ya nchi hii, walinipa ushirikiano mkubwa ambao sijui kama moyo wangu unaweza siku moja kulipa kile walichonipa wanachama wa Simba na washabiki wote kwa ujumla. Nilitengeneza mapenzi makubwa kwa wanasimba ambayo sina sababu ya kuficha ihsani kubwa walionifanyia. Wamepita wasemaji wengi, lakini nadhani walinipenda sana kwa staili yangu ya ufanyaji kazi. Kwa hiyo pamoja na kuwashukuru wao, lazima niwashukuru wachezaji wa kufanya kazi kwa miaka zaidi ya 6, kwa maana ya misimu 7. Ni ngumu sana kutokuana na wachezaji, lakini mimi alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu, kila mchezaji anakuja na tabia zake. Lakini leo nimekuwa rafiki wa karibu sana wa wachezaji. Nimewapambania pale walipozodolewa hadharani na bila aibu. Wakati mwingine niliwapamba sifa ambazo wao wenyewe walikuwa wakicheka. Hawa ni kundi ambalo linastahili heshima na linastahili upekee katika pongezi zangu na shukrani zangu. Wote niliofanya nao kazi, wote nimefanya kazi na kundi kubwa la wachezaji. Lakini lazima niwashukuru na nyinyi wanahabari. Nyinyi ndio mlionifanya mimi niwe hapa, kwa kutangaza taarifa nilizokuwa nazitoa, kwa kuelezea kile ninachoenda kukisema. Nyie mkanitangaza na mkaitangaza sana Simba. Inawezekana kuna mahali fulani labda kwa sababu nyingine au hii au hile hatukwenda sawa, lakini wallahi niseme nyinyi mmekuwa sehemu ya maisha yangu, na ndio maana nimejaribu sana mara nyingi kufanya mahusiano yetu yazidi kuwa mazuri. Nimetembelea vyombo vyenu vya habari mara kadhaa, kwenda newsroom, mmenikosoa mara kadhaa, tumekosoana mara kadhaa, wakati mwingine tulikuana, lakini kimsingi bila nyinyi Haji Manara hasingekuwa hapa. Na katika kufanya kazi kote huko na kushukuru, lazima kuna mahali kama binadamu nitakuwa nimeteleza. Haiwezekani ufanye kazi kwenye taasisi kubwa kama Simba Sports Club yenye washabiki wengi alafu usikosee. Alkamalu lillah, aliyemkamilifu juu ya dunia hii ni Mwenyezi Mungu peke yake. Wote sisi wanadamu tunaishi, kuna mahali tunakosea, na lazima aidha nyinyi ama mwingine yoyote, lazima nitakuwa mahali nimemkosea. Kwa hiyo nitumie fursa hii pamoja na shukrani zangu pale ambapo niliteleza kama binadamu. I'm sorry, sijakamilika mimi.
Yani sijawahi kuwa mkamilifu, na kama kuna mtu ataamini yeye ni mkamilifu, anachukua sifa ya Mwenyezi Mungu, nitakosea. Katika kutekeleza majukumu yangu lazima nitakosea. Miaka 6 unaongea na waandishi wa habari mfululizo, labda pengine mimi ndio mwanadamu niliyofanya press conferences nyingi zaidi katika miaka 6 iliyopita kuliko Mtanzania yote yule. Kwa hiyo katika hali hiyo nimetembelea, nimekwenda maredio, magazeti, lazima kuna mahali nimekosea. Narudia tena, kama binadamu, I'm sorry. Haikuwa dhamira yangu, na yote niliyoyafanya kama makosa sikuwa kwa ajili ya kutetea maslahi ya Haji. Wakati mwingine makosa yangu ni katika kutetea brand ya Simba na image na kuiprotect club hii ninayoipenda kupita maelezo. Hakuna mtu nilokosana naye binafsi kwa Haji, kwa ajili ya Haji. Hayupo. Ni yoyote ule basi ni kwa ajili ya interest ya Simba tu. Ama nitamprotect kiongozi, ama nitamprotect mchezaji, ama nitaiprotect klabu, lakini interest yangu ilikuwa ni Simba. Sina personal issue na mwandishi yote, hata mmoja hayupo. Wote angalieni, rejeeni, mtaona tulokosana ni kwa sababu Simba. Kaisema Simba, kamsema kiongozi, kaisema wachezaji, basi hapo mimi wakati mwingine kama binadamu, kama mlinzi wa image na brand ya Simba, wakati mwingine nilikuwa nateleza labda katika kutetea. Interest yangu ilikuwa Simba Sports Club. Nikimalizia kwenye eneo la shukrani, lazima niwashukuru sana serikali. Imenisaidia sana. Mawaziri waliofanya kazi katika kipindi toka cha Jakaya, mzee Jakaya, mpaka Rais Magufuli, mpaka Rais Samia, mawaziri wa michezo wote. Katungoa Haji, tusaidie hili bwana, hili jambo lifanye hiki tufanye. Serikali kwa ujumla, toka Dr. Mkangara mpaka Kajanape, wakati ule kina kakaangu ambaye Rasi Makala, wote Mwakembe na manaibu wake wote, mpaka waziri wa sasa. Na nimepata heshima kadhaa kupitia serikali. Mimi katika maisha yangu nilikuwa sitegemei kuna siku nitapewa fursa ya kuongea kwenye podium ya Ikulu ya nchi. Heshima kubwa ile. Rais wa nchi anakwenda na kutaja mahali hadharani mbele ya viongozi kadhaa, akikutaja wewe kwa niaba ya Simba, ni heshima kubwa. Sidhani kama kuna msemaji mwenzangu amepata hiyo heshima katika klabu hizi. Na alipo kwenye sherehe za kitaifa Ikulu, ni heshima kubwa. Kwa naishukuru sana serikali, sana. Hata katika shughuli zangu binafsi nikiwaalika viongozi wa serikali wanakuja. Kwa wamenipa heshima hiyo. TFF, hawa ndio taasisi nilofanya kazi vizuri sana. Wakati fulani kweli nilifungiwa, lakini tulisameheana, nililipa ihsani ile kwa kusema sore. Baadaye Rais Karia alipoingia, kitu cha kwanza akasema funguliwe Haji na wenzio wote waliofungiwa. Nikaitwa kamati ya nidhamu, nikajieleza, nikamwambia mimi shida yangu walinifungia, hawakunipa nafasi ya kunisikiliza. Hata kunisikiliza hawakutaka. Wakanifungulia hapa katikati tena kwa sababu ya Simba. Issue ilikuwa ya Morrison. Wasipati matatizo mimi kwa sababu yangu binafsi, sikumbuki. Kwa sababu ya Simba nikala tena milioni 5 fine. Nikalipa. Ili kuendelea kuisemea klabu hii ninayoipenda. Kwa hiyo shukran viongozi wa TFF, mmeniheshimisha vya kutosha. Mkanichagua kwenye kamati zenu mbalimbali, ikiwemo kamati hii ambayo bado nipo ya timu ya taifa, nikiwa mjumbe wa kamati ya timu ya taifa, lakini mwenyekiti ninayeongoza kamati ndogo ya hamasa ya timu ya taifa na timu zote za taifa, TFF wakanikabidhi mimi, na ninayo mpaka leo hiyo nafasi. Ni heshima kwangu na kwa familia yangu. Nisiache kuwashukuru watani zangu Dar es Salaam Young Africans, wenyewe wanajiita Dar es Salaam
Young Africans, hasa katika kipindi kama hiki wanasajili wako vizuri. Yanga kama watani zangu, kuna wakati kweli nilizidisha labda utani, lakini mimi misingi yangu ilikuwa kuimarisha, kuhuisha utani wa jadi. Lazima uhuishe utani wa jadi. Bila utani wa jadi tutatengeneza uhasama wa jadi. Misingi ya utani wa jadi tuliikuta vizazi na vizazi. Kwa moja ya kazi niloifanya ni kurejesha utani wa jadi ambao bila kuficha, bila kusema kupindisha maneno, umeleta hamasa mpya kwenye mpira. Nasoma sana comments, naona baadhi ya watu washabiki wa Yanga walivyomiss amsha hizi za utani wa jadi kwa wiki moja tu. Nacheka kweli. Lakini kuna wakati walinizodoa, walinichora, walinidhihaki, lakini mimi sikuwahi mahali, nyinyi mashahidi, kwenda kulalamika wala kushtaki popote. Kwa sababu nilijua hawa na kama binadamu, lakini tunasimamia katika misingi ya utani wa jadi. Lakini nikenda mpirani kwenye mechi zao, hawa watani zangu ambao baadhi yao wananizodoa ndio watakayeomba mnaita nini, selfie, ndio watakayenishangilia, ndio watakayeomba kila kitu. Marafiki zangu wengi sana, na nimetengeneza uhusiano mkubwa wa kutengeneza mpira katika njia sahihi. Napita klabu ya Yanga, mimi ni msemaji ambaye nikitoka kwenye safari zangu, wakati mwingine narudi nyumbani, napitia ile mtaa Twiga, na paki gari pale, nashuka na wafuata wale wazee, shikamoni mwanangu, utanitania pale, tutacharulana na wachela kawa, asanteni. Nilitengeneza hiyo kwa sababu tu ya watu waone mpira sio uadui. Lakini lazima nao kama binadamu, inawezekana kuna mahali niliongea kitu ambacho kiliwakwaza kuhusu Yanga. I'm sorry. Nothing. I'm sorry. Lazima nitakuwa nimeteleza tu. Wakati mwingine nilizidisha kweli. Lakini intention ilikuwa nini? Kuleta hamasa, na dunia ya mpira sasa hivi mitandaoni. Sina chuki na Yanga. Ni watani zangu tu. That's it. Na kwa kufanya hivi niliongeza idadi ya mashabiki, ingawa inaonekana kama vile ikisemwa hivi, kama ndio ile inasemwa Simba ni kubwa kuliko mtu yoyote, haitakiwi isemwe, ni haramu kusema. Ukweli utabaki ukweli tu. Kazi fulani niliifanya imeongeza hamasa ya mpira wa miguu wa Tanzania. Huwa nawatania partners wangu na client wangu Azam, naambia hizi mnavyoweka hii mihela hii, hebu nitengeneze hata 0.1%. Kwa kuna mtu kafanya kazi ya kufanya kuwekeza zaidi kwenye mpira, imeongeza hamasa mpira. Na jamaa sema Simba ilikuwa inajaza kabla ya big match, kwa nawaita hapa, natoa na makauli mbiu ya kila aina, na kwenda kwenye radio moja, TV moja mwenyewe, hadi vipindi vya usiku. Nakumbuka mechi moja na Al Ahli, tumetoka kula 5-5 mara mbili na Vita na Ahli, mechi iko Jumanne. Wananiuliza Haji, hii itakuwaje mechi ya Al Ahli? Nikaambia cheni. Nikampigia Patrick Nyembera, nikamwambia nataka kwanza kipindi kimoja, nataka kutengeneza kitu kuingie kwenye ubongo wa watu. Nikaja na ile Simba hata ikicheza na Barcelona Dar es Salaam watoki mtu. Nilitaka kutengeneza imani tu kwa washabiki. Ushakula 5-5 mara mbili, unawaambiaje Tanzania? Lakini nilijaza watu pale, wanasema walifanya wao. Wallahi alazim, ni niongeni, lakini haki zangu nipeni. Hakukuwa na namna. Uko nyuma Simba ilikuwa inajaza mechi za Champions League, haipo. Mimi nimeenda mpirani, nimezaliwa nimekulia katika mpira, haipo. Watu 60,000 ushakula 5 mara mbili. Mechi moja na Nkana the Devils nilifanya press pale Msimbazi, nyinyi ni mashahidi ndugu zangu.
ilikuwa ni balaa. Nakuja na do or die, ni balaa. Najitoa kama wazimu hivi. Leta hamasa, nashukuru. Inawezekana isiheshimiwe hiyo, lakini kuna siku dunia itakumbuka hata jema hilo moja nilolifanya. Hayo kama mengine ni mabaya. Lakini nisimalize kwa wale ambao sijawataja kwa namna yoyote katika shukrani au kuomba radhi, basi nitambue tu kwamba mimi wote na washukuru wa Tanzania wote, wadau wote, vilabu vyote, na pale nilipowakwaza narudia I'm sorry. Sasa nije katika jambo mahsus la kwa nini Haji leo hayupo Simba, au kwa nini Haji anaondoka Simba Sports Club. La kwanza kubwa nikisema ni vitu viwili tu. Biashara. Haji ameathirika na biashara. Lakini la pili, umaarufu. Na ndio maana inarudiwa sana, inaimbwa inapostiwa mara kwa mara, Haji sio mkubwa kuliko Simba. Sijui lini niliwahi kutamka mimi ni mkubwa kuliko Simba. Sijui lini, hata sijui inatokea wapi. Ndugu zangu, kabla kuingia kwenye hiyo biashara na umaarufu, mimi wakati naingia Simba Sports Club, hali yetu kama klabu ilikuwa dhaifu hali. Niliambiwa Haji jitolee, tutaanza kulipa baadaye tutakapopata uwezo. Nikakubali, huku nikijua aliyekuwepo kabla yangu alikuwa analipa, lakini nikakubali. Simba unakwenda mikoani, na kwenda na basi mimi mwenyewe, ndani ya basi, Shinyanga, Mbeya, Mtwara, mimi mwenyewe. Kabla Abasi Ali ambaye ni coordinator wetu hajaja, akumbuka tunakwenda, wewe ndo ukifika, maana mimi sikuwa nafanya kazi ya afisa habari tu, nitafute na hoteli, maji ya kunywa. Nikaenda kwa mfano naenda Shinyanga, unakwenda Shinyanga unampigia Salum, mbunge yule, Salum Mbuza alikuwa mbunge wa Meatu, rafiki yangu. Salum, naomba nisaidie maji ya Jambo wakati ule. Naenda mfano kakaangu Chegeni au Mzee Gachuma. Simba miaka mimi naikuta alikuwa anakaa kwenye hotel guest, hizi hoteli za 30 40. Na kwenda kwa Dr. Chegeni au mzee wangu, uwezo wetu ni shilingi 30. Hii ni Simba kubwa, nataka nilaze hoteli kubwa hapa kwa hela hii. Ambia Haji bwana Sheikh, wewe si Simba, wewe twende. Hadi leo mpaka imebaki mazoea, Simba inakaa katika hoteli hizo, ishakuwa tayari ni mteja. Abasi ameingia, kaka tukombea, nafanyaje? Mafuta tumenasa hapa. Nimepambana sana, lakini nilikuwa nafanya kazi kwa ajili ya klabu yangu. Hapo msisahau sina contract, na nitakuja kwenye issue ya contract. Walaosema kwamba nimepewa mkataba sio milioni 4 nimekataa, ni vizuri niiweke clear ili nisije nikahukumiwa baadaye. Hali ni mbaya. Msimu 2015-16 tumemaliza katika hali mbaya. Yanga ndio mechi kipindi ambacho mimi nilipigwa nikiwa msemaji mechi zote mbili bila. Tukaingia msimu 2016-17, mnakumbuka mimi nilipata tatizo la macho. Nimeenda zangu India, nimerudi kimatibabu, nimefika. Baada ya siku 3, rais wangu, hiyo taa itaniumiza sana, na nimezungumza habari ya macho, unaweza kaiweka hivi kidogo, samani brother. Macho yangu si salama sana kwa kunipiga na hiyo taa. Wakanambia, Rais Evans akanipigia simu, akanambia leo saa 1 tunaenda kula chakula cha jioni na wachezaji wa Simba. Kambini wapi? Dege Beach. Hii historia nataka ijulikane vizuri. Tumefika Dege Beach, niko mimi, Saidi Tuli, mjumbe wa kamati ya utendaji, nadhani alikuwepo Alisuru pamoja na Rais Evans Aveva.
kazungumza na wachezaji akanini, na mimi wachezaji pale wakanambia pole bwana kwa kuumwa na nini. Tumemaliza, Evans akaahidi kila mechi tutakuwa tunatoa bonus milioni 5. Anawaahidi wachezaji. Tumetoka pale, nikatoka nje, tukaingia kwenye magari, tukasimama mbele ya Dege Beach. Nikamwambia rais, umepata wapi nguvu ya kweli milioni 5? Hatuna mdhamini. Wakati huo TBL keshaondoka, mishahara yenyewe hatujui tutalipaje. Sisi wenyewe hapa tunajitolea, unapataje nguvu hiyo? Akami mwenyewe nimesema tu wallahi, kwa sababu angalau mwaka huu tushapoteza miaka 2 mimi nimekaa sijashinda kombe. Japo nimesema tu sijui itakuwaje. Wallahi ananiambia hivyo Evans. Nikamwambia kweli? Tunafanyaje sasa? Kafikirieni mtakachoona mniambie. Evans alikuwa muumini sana wa ushirikishwaji katika uongozi. Mimi usiku ule sikulala. Kasema Evans katuletea matatizo makubwa mapya. Misimu miwili tushapoteza ubingwa, hatupati. Tunaitwa matopeni wakati ule, wa mchangani. Mimi nikalala, asubuhi kuamka nikaja na jawabu. Kabla kumpigia Evans, wakati huo kumbukeni Patrick Kaemele ndo analetwa. Nikampigia kwanza Patrick. Nikamwambia Patrick, wewe ndo katibu mpya wa Simba. Hebu nakupa idea yangu, ifikirie, afu nataka nimshauri rais, lakini wewe mtendaji mkuu. Nikamwambia sikiliza, sasa hivi kuna haya magrupu ya WhatsApp. Kwa nini nisitafute watu wanaoweza kuchangia kila mechi moja minimum shilingi 20,000 ili tuweze kupata hiyo hela ya bonus milioni 5 kila mechi? Akaambia great idea. Mpigie rais. Pigia rais, asema weka. Nikampigia Zungu, bunge wangu wa Ilala, rafiki yangu, kakaangu. Zungu, wana nyinyi mna wabunge wengi Simba. Nipe majina ya wabunge ambao wengine nisiwafahamu, wote Simba. Nataka kuunda group hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa sababu sisi mwaka huu lazima tupate kikombe. Akanitajia majina ya wabunge wengine nilikuwa siwajui na wale ninowajua. Kina Juma Nkamia, kina Zito Kabwe, kina Heche. Sikujali Uchadema wala CCM wala NCCR. Ili mradi Simba we umo. Stakeholders, watu waliokuwa kwenye corporate, mabenki nawafahamu, madaktari. Nikaunda group la watu ambalo tukakubaliana kila mechi ni shilingi 20,000 minimum. Simba HQ, ambayo ndio juzi walisema nimejiuzuru kupitia HQ. Akili ilifanya kazi kwa haraka, group ile tukaliunda, tukaanza kuchanga. Ndio ilibaki tone tuchukua ubingwa. Nadhani mnafahamu, na ndio kisa cha mimi kufungiwa issue ya mechi ya Kagera Sugar. Lakini tulishinda FA. Na Yanga tuliwapiga kwenye Mapinduzi, tukawapiga kwenye ligi. Goli la mwisho wanafunga Kichuya. Mechi ya kwanza draw, tumecheza 10. Ni Simba HQ. Mechi zote milioni 5 tunatoa. Ikifika mechi kubwa na Yanga, group ile inachanga mpaka milioni 30, mpaka 25. Watu wanatoa baada ya 20,000 wanatoa 200,000, mwenye laki. Tunafika. Na admin wakawa watu wangu. Nikamweka marehemu Ashamwaji, dada yangu Somoe, na kuna watu wengine wakawa na support, lakini kuna wahazini ambao wafanya kazi kubwa, Somoe na wenzie, kina Molwiba pale, benka yule, wafanya kazi kubwa, wametunza amana za watu, kafungua mpaka account. Kundi la Simba HQ ni sehemu ya alama ya utumishi wangu ambao leo unadhihakiwa. Akili yangu ilifanya kwa mapenzi makubwa ya klabu yangu. Hapo hayupo mfadhili yoyote. Juzi nimeona mahali imeandikwa mafanikio yanatajwa mpaka 2016-17. Na kombe lile linatajwa. Bahati mbaya tuulizi. Ya mkubwa akizungumza uwezi kuuliza mbona wewe kuepo, mbona kulikuwa kamati ya utendaji. Wala muulizi, mmekaa kimya. Nakaa kimya tu, mnaona sawa tu. Lakini ndio sawa. Kwa sababu hata msipouliza Watanzania si wanaujua ukweli. Sababu bodi imeanza 2018. Lakini mpaka kombe la ligi kuu 2018 ile anatukabidhi Magufuli pale, limo katika mambo tuliyofanya makubwa. Cheka kweli. Sasa tumemaliza
kwenye jambo hili la HQ, lakini niwaambie moja kazi waliofanya HQ ilikuwa ni pamoja na kufanya sherehe hapa Serena. Mimi nilikuwa naona masherehe yale ya Serena ya Simba, tunaita wachezaji, tukimaliza Simba Day, wanaume wale wanachanga. Na mimi hapo na kamshahara kangu ka Laki7 sijawahi kukosa mchango. Sio tu kwamba nachanga kila mchango. Mwajiriwa na bado nachanga. Bonus zile zinakwenda kwa wachezaji. Mimi simo sipati. Na hapa tunamshukuru mwenyekiti wa bodi, baada ya muda naye baada ya kuona ngoma ishaingia ile, siku moja nikapigiwa simu na Kasim Deuji akamwambia bwana mwenyekiti, wakati ule sio mwenyekiti, anataka naye kusupport shilingi kwa shilingi. Nyie mkitoa milioni 5 kwenye HQ na yeye anaweka milioni 5. Mkichanga milioni 15, baadhi ya watu wakataka kupinga pale, nikamwambia jambo jema. Unajua wakati ndo mchakato. Kwa hiyo wakaona wewe anataka kutumia fursa kupata uwekezaji. Na mimi kwa sababu nilikuwa muumini wa transformation, mimi nilikuwa nafanya kazi huku naamini katika transformation. Kwa hiyo nikaunga mkono, nikalobi, mimi ni lobisti nzuri kweli. Wakakubali, tukaanza 5, tukitoa na wanatoa 5. Alhamdulillah. Watu mwingine zake ikitokea, lakini kusema ukweli haki ya mtu apewe tu. Ameshiriki katika kuboost hilo jambo. Akili ya Haji Manara. Tukamaliza msimu 2016-17, 17-18 wanakuja kina Boko, kina Muzamil kuja 2016-17. Wanakuja wanarudi tena Okwi. Pale tushaanza kuchanganya sasa. Mambo yashaanza kidogo Simba sasa, na 2017 hali inaanza kuwa nzuri. SportPesa wameingia. SportPesa wameingia 2017. Wameingia 2017 Julai pale, nadhani June ilikuwa mwezi wa Ramadhani, uwanja wa Taifa pale walifanya kitafrija cha kukabidhiana mkataba pale. Na mimi ndo nilikuwa MC pale 2016-17, walikuja Kakaluka na Tarimba na nini tukafashi. Kwa hiyo Simba ikaanza kurudi katika wastawa wake, lakini bado HQ iliendelea. Na hata juzi hapa HQ, pamoja na huu uwekezaji tunausema, juzi HQ wamechanga almost kama $9,000 hivi, karibu milioni 20 kununua vifaa vya Simba vya mazoezi, kiwemo vya magolikipa. Vimeshakabidhiwa kina HQ, no precision. Yani watu hawataka kujua kwamba HQ ndio imechanga, lakini imetolewa hela. Hakuna mtu aliyesema. Tunaogopa ukisema tu umehujumu. Ndugu zangu, inafika mahali Simba tunakwenda kucheza. Mimi Simba tumeipigisha ndondo hii. Rais Eveva namshukuru sana wallahi. Aliniruhusu ukiondoka na timu, anakukabidhi timu, utajua mwenyewe. Wakati mwingine hela hamna. Maskini ya Mungu kina Kaburu anakupigia simu, hadi nimekutumia $300, mpe Samu hapo apike chakula. Mnakutumia $100, wakati mwingine hela haijapatikana. Naambia rais, nimepata ndondo Shinyanga. Nikapige Meatu, mimi nishapeka Simba Meatu, mchezo Meatu, vumbi rough road. Naambia Salumbuzi, nataka milioni 5, nipe, nataka mechi nipate kuwarudisha wachezaji Dar es Salaam, niwape posho. Napiga ndondo. Unafika Dodoma transit na wapigia wabunge, jamani hawa wachezaji nataka wapate posho angalau wakirudi nyumbani. Wabunge wanajiorganize, wa Simba, wa Yanga. Huyu Tony Mavunde mbunge wa Dodoma mjini, fikiri yeye ni Yanga na watu wote wanajua, lakini alikuwa mara kadhaa anatuandalia lunch pale. Na wanakuja kina mzee kakaangu Nkamia, juzi maskini Nkamia akasema mimi hata simu yake nilikuwa sipokei wakati wa uchaguzi. Napokeaje mimi mwajiliwa? Sipokei simu ya mtu mimi katika uchaguzi. Lakini nisame kakaangu, nilikuwa ni katika principle tu, mimi sipendi kuingilia chaguzi. Kwa hiyo nilikuwa siwezi kupokea simu ya mgombea, nitakuwa naingilia uchaguzi. Na baadaye uchaguzi utakuwa sio huru na haki. Lakini Nkamia wote wanashiriki, kina Zito, tunakwenda na wanapiga mpunga, wanachanga laki. Nakumbuka siku moja huyu mtoto Shabalala, Mwenyezi Mungu amjalie, tumemaliza mechi, nadhani tulikuwa tunakwenda Bukoba au Shinyanga sikumbuki. Tumepita Dodoma, tumemaliza, wabunge wakachanga, ikapatikana hela ya kuwapa msafara mzima $100,000 kasoro Haji. Unajua akasema nini? Lazima sisi wote tutoe tukupe.
Nikakataa kata. Tunakaribia Nzega, akanifuata mbele. Aka bwana, tumechanga sisi wote, tumepewa kila mmoja akatoa 10,000. Sasa nikamwambia mbona mimi nitakuwa nimepata nyingi? Bwana wewe ndio organize. Akamwambia bwana nakuomba. Nikumbuka nilikuwa nimekana Dr. Gembe akanambia Haji, au utakuwa watendee haki wachezaji. Hiyo ni shukrani yao. Sasa zilivyoanza neema, nirudi kwenye neema al-Maula wa neema al-Maswir. Haji hafai, Haji baya. Safari za ndege wakati wa nishakata pori sana, hayumo. Mlikuwa mkiniona mikoani ni kwa kujitegemea. Nawaambia nilipoifikisha klabu yangu mahali ambapo nilipopataka mimi. Yaani Simba inacheza, msemaji anayefanya promo, anaiprotect, hakatiwi tiketi, hafai kwenda. Najitegemea nauli, najitegemea hoteli, najitegemea kula. Na baada pale press waandishi wanifuata mimi. Nasema Simba sisi kiboko, Simba hivi na pamba. Lakini nimetoa hela mfukoni mwangu. Mpaka safari za nje ya nchi. Safari za nje ya nchi tumekwenda. Hivi si mnaikumbuka ile mechi kwa mfano kama na Pambane? Mechi ile nimefika, nilikuwa nakumbuka nimetoka zangu nje. Napiga simu, jamani naenda. We bwana jina lako Walimu. Kweli? Mie. Haya. Nikawapigia wa travel agency wakanipa ticket. Kwa hiyo nimeshuka airport. Nikawa nasubiria pale ndege niunganishe nikienda zangu Swaziland. Nimefika South Africa usiku. Niko na jamaa yetu mmoja HQ anaitwa Humphrey. Tukatembea na gari kutoka Johannesburg mpaka Mbabane. Fikiri nimekata tiketi yangu, naenda kwa ajili ya Simba, hoteli kule kunifanyia booking tu walishindwa. Nikalala kwenye makochi. Simba na Mbabane Highlanders. Machozi yananilenga. Hivi mimi najitoa hivi timu yangu. Na watu wanaenda Isani. Siku ya mechi watu walikuwa wanaogopa sana Waswazi kwa fitna. Nani atakayebaki chumbani? Lazima baki mtu chumbani. Nimekaa siangalia ile mechi ndugu zangu. Tulioshinda 4. Hafu ya kwanza yote nimekaa chumbani tunaongoza, hafu ya pili ya tatu. Sasa kuna mtu rafiki yangu anaitwa Hafidh yuko Dar es Salaam. Yeye ndo ananipa matokeo. Mimi niko Swazi lakini matokeo ananipa kwa Tanzania. Mshapiga la pili. Maana kule chini kelele uzisikii. Goli la 3 nikasema potelea mbali bwana. Hawezi kutufunga 7 hapa. Bado narudi, baadhi ya kiongozi mmoja akamba utakoe chini, nikamwambia tuheshimiane. Tuheshimiane. Hujanileta huko, nimekuja kwa gharama yangu, ni tuheshimiane. Nilimtolea macho kabisa, nikamwambia tuheshimiane. Akaingia magoli maskini ya Mungu. Mimi waspendi mtu alofanya mambo makubwa usitu. Huyu ni kiumbe wa pekee katika Simba. No matter what. Angalau alivyoingia yeye, sio haiwezekani wanafanya kazi yote hii. Mapromo yote haya. Leo Haji kwenye safari ya yumo. Kweli? Anafanya kazi mkataba, kapeleka proposal ya jina langu Haji apewe mkataba. Ikaingia. Maana mkataba haandiki, sio, anaandika bodi ndio inaidhinisha. Sio anaandika tu. Magoli akaanza maskini ya Mungu kuhakikisha kwamba safari zile za Simba, na nadhani nilikwenda ile ya Kongo. Ile ya Nkana sina uhakika kama sikujilipia, nimesahau, sina kumbukumbu vizuri. Lakini ya Kongo tulikula goli 5 ile. Lakini kurudi wakaambia matumizi mabaya. Kwa safari ya Algeria na Soura sikwenda, na Al Ahli sikwenda. Fikia tushatoka kufungwa na Al Ahli. Unakuja hapa kwenye mechi. Safari mie simo. Nikafanya promo kama hakuna jambo. Kama sijafanywa kitu. Simba ikawa na utaratibu wa kutoa bonus, achana zile za HQ kwanza. Bonus za mechi tukishinda ubingwa. Zile promo zote mnazoziona, a single cent, hata zile za Simba Day, a single cent Simba hawajawahi kuniwekea wala kunipa. Wallahi juzi mpaka baadhi ya wasibu ofisini wasema sasa Haji anakwenda kuzunguka kwenye maredio kufanya promotion, hata kupata posho. Kwa hiyo nikamwambia bwana, hebu niachieni basi. Juzi kama wiki 2 nyuma ya mafuta. Kwa hiyo siku zote hizo zilikuwa hakuna. Najua sasa hivi watahangaika kutafuta risiti feki. Utafuta risiti feki utafungwa.
Hawajawahi juzi ndio ameniwekea 200,000, yani mpaka kwa mbinde ya mafuta ambayo nakwenda kufanya promo kwa ajili ya Simba. Mafuta. Ndugu zangu, mafuta tu. Sisemi haya kwa sababu leo sipo Simba, nataka kuunganisha muone kile kilichotokea mwisho kiliniumiza kiasi gani. Ndio maana ya kusema haya. Sipati bonus, sipati chochote, lakini mkataba sina. 6 years. Wanakuja watu, wanachukua mikataba, wafanya kazi, mimi sipati. Sina promotion. 700,000 hiyo imekaa imesimama kama mbuyu toka 2015. Sijajali. Si Simba yangu. Mimi naipenda hii klabu. Namwachia nani? Nani atakenda kupambana na watu sugu kama waandishi wa habari wa Tanzania wakiamua lao? Nikasema hapa mimi nikiondoka, kina Shafi kama nawaona, ndugu yangu Maulidi kama namuona atakapokuwa na tuboksi, kuna wakati nitakutoka kwa sababu ya hizo pressure. Sipati familia yangu pia. Sasa wewe unajitolea hivi, unatukanwa, unadhalilishwa, hawakulipa, una jambo ya nini? Na wakati huo alhamdulillah jina langu limekuwa kubwa. Makampuni nataka nikafanya masoko kwao ya mawasiliano ya chungu mzima. Na ofa nopo, kuna siku alitumiwa mama yangu, maana walinilobi wale wakampitia kwa mama yangu. Nataka mwanao bwana aje hapa tumpe nini mshahara huu nini, atalipia nyumba si nini. Mama niliaje na kuomba mwanangu. Naambia mama, sio kila pesa, sio kila kitu. Natekeleza kwanza mahaba yangu. Unajua mimi nilikuwa mdogo, nilikuwa naumia nikiona Simba vile ikionekana timu kama second club, na nilikuwa nalisema sana. Nilikuwa nataka Simba iwe giant kama Yanga na ikiwezekana kuizidi. Ndio maana nikawa nakuja na hamasa sana. Kwa nasema lazima nitekeleze kwanza nilichokuwa lakini niumiza. Nataka Simba iwe giant, ndio iwe club kubwa nchini. Kwa nikamwambia yote mama, changamoto tu za maisha yataisha. Na mimi alipoingia Mohamed, nikawa naamini uwekezaji ukija sasa tutaanza kubadilika. Na nisema ukweli, mwanzo Mohamed aliona dhamira yangu, very cooperative. Tunakaa tukae siku 2 kupigiana simu, namueleza bwana mimi mpaka leo sina mkataba, tutakupa, ngoja tumalize mchakato. Nikawa nasubiria, tunakupa toka 2017 mpaka 18, sipewi, siongezeki. Bado safari najigharamia, namwambia Mohamed, inaendaje hii? Basi nionieni huruma. Bwana tutaseti. Magori alijitahidi sana kusema kweli. Na 2017, 18, yeye alipoingia 18, 19 tukafanikiwa kufika mpaka group stage, tukaenda Champions League. Akataka sio mimi tu, hata baadhi ya management staff wa Pep bonus, kwa sababu hawa wana mchango kuhakikisha timu imefika hapa. Timu sio wachezaji peke yake na makocha, hawa nao wana mchango mkubwa. Akawa anasema huyu Haji, kama hizi kelele zote azopiga duo dai season 2 si nini na nini, watu wanajaa, anapambana na watu, hata shingmia ikaingiliwa huku ikatokea huko, ingilia huko ikatokea huko, yakaisha. Na bahati mbaya kamba bwana jamaa huyu bwana matumizi mabaya. Maskini kaka watu yule, sijui kwa sababu gani, siwezi kusema, lakini kwa khiari yake akaamua kubaki na kazi zake binafsi. Ikabidi atafutwe msemaji, CEO mpya, akaja Senzo. Wakati huo tayari bibi CEO yeye ndio msaidizi mkuu. Kazi za Simba hakuwa mwajiri wa Simba, lakini 90% anazifanya yeye, za operations za nini. Yeye ndo apange hiki, kila safari yeye ndo hivi. Wako watu 3. Hao wengine si wataji, naweka akiba ya kesho. Akaingia Senzo kaingia 2019, tumemaliza dude lile la Simba Day. Maana lile ukiacha Simba Day ya 2020, hii ya 2019 kwangu mimi na hasa Simba Day ya 2019 ndio ilikuwa best
best. Tumemaliza sasa, Senzo amefika akaniita ofisini. Wakati huo bado hatuna ofisi rasmi, anatumia boardroom ya ofisi ya mwenyekiti wa Mohamed Enterprises. Senzo akanambia, bwana, mimi nimeambiwa moja kazi yangu ya kwanza hapa ni kukuondoa wewe ofisini. Watu wameniita, walionifanyia interview nikufukuze. Kwa nini? Nikamwambia nikufukuze tu, hakuna sababu yote, yani nisifanye kazi na wewe. Niambia ustadi sababu. Lakini mimi nimewakatalia. Na sababu za kuwakatalia ni hizi mbili. Sijafanya naye kazi, simjui tatizo lake na hamjaniambia tatizo lake. Lakini la pili, huyu mbona mimi wakati niko South Africa ndio mtu pekee ukiacha wachezaji niliokuwa namjua Simba, ndio nilikuwa namsoma mitandaoni. Na nimeona lile dude la Simba Day support anaopata wa washabiki, nitamfukuzaje? Acheni nifanye naye kazi nimsome. Akafanya kazi na mimi kwa miezi miwili, baadaye nakumbuka alikuwa anaenda Mbeya. Akanambia, Haji, hebu fikia leo, sinajua ningejuta mimi kukufukuza wewe kazi. Msaada mkubwa unaoipa klabu ya Simba, achana kunipa mimi kama mtendaji mkuu. Kwa hiyo tukajenga mahusiano makubwa, lakini kila siku Senzo analalamikia complain yake, uingiliwaji wa kazi zake na CEO wa sasa. Every day hapokei, kwa sasa hata hapo simu zake hapokei. Sasa wakawa wanamtengenezea michongo, lazima tumuondoe Senzo kwa sababu hatekelezi. Walijua wamemleta ili atekeleze matakwa ya wakubwa. Senzo aligoma. Asema ni professional, nitatekeleza taratibu za kazi, sio matakwa yenu binafsi. Aligoma, na ndio sababu kubwa kuingiliwa majukumu yake, kufanya hiki, mwajiri huyu mtoe huyu, Senzo anakataa. Fukuza huyu, achia huyu, Senzo anakataa. Huyu na toka ameanzia Magori, lakini Senzo sasa ikawa permanent. Haji lazima awepo safarini. Na klabu ilipie hoteli, ilipie kila kitu. Haji lazima. Na kwa mara nyingi unasafiri mimi na Senzo. Na kwenda timu nitangulia, tunafika, kwenda kukutana na wachezaji nini. Kumbe wale wakubwa kule na waudhi ile. Bahati mbaya Senzo kwa sababu ya kukosa uvumilivu, unachomwa mpaka unakosa uvumilivu, akapelekewa ofa na watani zetu, akaenda Yanga. Mimi niliumia, katika watu walilia. Yaani nikaona mtume nishakuisha hapa, next ni Haji. Nikajua hapa next ni Haji. Si mnakumbuka kama kuna wakati ilishatangazwa kuna mtu anakuja kwa msemaji Simba. Nakumbuka nilikuwa niko Egypt kwenye AFCON. Huku wakafanyisha watu interview. Mimi sipo. Wakanivizia nimeenda kwenye AFCON, wakafanya interview. Tayari washatangaza. Sasa siku Mohamed akanipigia simu. Hebu Haji njoo bwana ofisini, nimsharudi kwenye AFCON. Akamwambia, Haji, hii taarifa zimetoka wapi? Nikamwambia sijui. Tena bora ulivoniita nikushukuru bwana, mimi naacha kazi. Kwa nini? Ngoja nimuite CEO wakati wote. Sio CEO. Ngoja nimuite Babra, kaitwa hapa. Imekuwaje issue yaje? Haji tunamuondoa, atabaki kuwa influencer wa mitandao. Tunamleta mtu mwingine. Mohamed akamwambia, what? Akamwambia nini na akili, alifoka sana. Yaani unamuondoa kwa kigezo gani? Sitaki kusikia jambo hilo. Sitaki kusikia. Ni vipi nini? Mohamed hapo mwanzo alikuwa kubali fitna. Hakubali, alikuwa kila kiambiwa hivi. Hakubali kabisa. Sisi lazima useme ukweli ili kwa ile fitna haijakolea. Unajua kila kitu lazima kikolezwe. Kila wakimwambia ili Haji hivi, alafu kuna wakati juzi aliniambia bana, unajua mimi watu wengi wa bodi waambia nikutoe, mimi nakataa. Nikamwambia sio watu wa bodi bwana, sema ananiambia mimi Babra na wao wawili. Ukisema watu wa bodi, wajumbe wa bodi wangapi? Mbele yake nilimwambia usio wajumbe wa bodi. Hawa watu watatu hawa. Usiosingizie bodi bwana. Bodi nimewakosea nini? Sijawahi kuonywa kwa barua, sijawahi kuonywa kwa mdomo, watakwambiaje nitoe kwa kosa gani sasa? Tuache. Lakini baada ya kuondoka Senzo kama nilivyosema, nikajua next mimi. Na ni kweli. Wakati huo sasa mimi nimeanza mkataba na Azam TV. Naunganisha ile doti ya kwanza nilosema, umaarufu na biashara. Ndugu zangu, hili halihitaji mnyongeni. Hili linahitaji credit for Azam TV.
hatupo hapa kama bila Azam TV. I swear. Asante kwa niaba ya Azam TV. Leo mpira umechangamka ligi ya Tanzania kwa sababu ya Azam TV. Nilirudia wakati nipo Simba na nalisema nikiwa sipo Simba. Live tulikuwa tunaipinga huko. Watu watakuwa waendi mpirani. Nika prove wrong kwamba watu mpirani wataenda na live inaonyeshwa. Mbona Ulaya wanaenda mpirani na live? Azam TV wameinvest serious. Sio investment za ujanja. Wameweka pesa hasa. Huu mkataba wa juzi ambao utawapa kila klabu milioni 500, guys, brothers, ndugu zangu, nawaambia ukweli, ligi yetu mwaka huu kwa baadhi ya mambo yatakuwa yameshaisha. Milioni 500 klabu ya kutoka mkoani ndogo inapanda ligi kuu. Azam. Sasa nilivyoanza biashara na Azam, kwanza kabla mimi ujue jamani, mnaweza mkaniona Haji mtata, lakini mimi muungwana katika eneo fulani, mimi ni muungwana. Azam walinipa ofa ya kutangaza bidhaa zao. Nikasema mimi nafanya kazi Simba, ingawa kule sina mkataba, lakini kiungwana bora nimwambie Mohamed kwamba bwana, mimi nataka kufanya kazi na Azam. Are you ready nifanye kazi ya kutangaza, kwa sababu wewe ni mshindani wako wa kibiashara? Akaambia haiwezekani. Babra akaitwa Babra. Nasafiri leo, nakumbuka kwenda Abu Dhabi. Make sure ndani ya wiki unampa contract Haji Manara awe balozi wa bidhaa zetu. Ndugu zangu, miezi 6 Babra akinipokelea simu, nitakuja I'll call you back. Miezi 6. Siku moja mama yangu aliniambia ajue chizi. Yaani ofa hii hapa mzigo mkubwa. Kwanza hata kuwauliza ulikuwa huna haja. Wewe kama una mkataba nao, wewe chizi. Nikaamba mama, naogopa kusiwe na jambo lolote conflict of interest. Na nikawa nawaambia viongozi wa Simba, baadhi ya wajumbe wa bodi, Senzo, CEO Senzo, hawa watu wanataka nini hawa? Nikaona nini bwana? Kachukua kalamu na karatasi, kataba ule, nikamwambia nipeni. Nikaanza kuona nikiposti maji ya uhai, bwana mkubwa naye anaweka kunywa maji ya Masafi. Nikiweka kunywa Azam Energy, bwana mkubwa naye anaweka kunywa ndani ya post yangu kwa kutumia page yake. Siku moja nikamtolea uvivu, nikamwambia sikiza bwana, nini mwapa ofa nini ya kwanza mmeshindwa? Nini unanifanyia fujo? So umeshindwa, hao wenzio wametoa mzigo. Hao wameweka hela, na hela ndefu. Sio hela ya kitoto, hela waloweka hawa ndefu. Mimi nataka kuona huo mkataba wako, nione mimi nataka kuubiti. Jamaa wengine wa Simba wakanishauri, baadhi ya viongozi, Haji bwana, kana Mohamed mmalize. Nikawapigia wakurugenzi wa Azam. Wallahi sijawahi kuona watu waungwana wanaowazidi wale watu. Hebu fikiri. Nikawaambia jamani, mimi Mohamed ataka mkataba uone ili ya terminate mkataba wetu mimi na Azam. Mnaniruhusu niupeleke? Wakaambia why not? Haina shida. Na make sure sio kwamba mimi ndo nafanya Azam uuze bidhaa zao, wala sio Asas, wala sio GSM wanaotajwa. Hakuna kampuni yoyote bila mimi eti ndio ifanye biashara. Hawa walikuwepo kabla yangu. Mimi kwangu mimi naona kama wananisaidia tu. Sawa, nafanya ubalozi, lakini hivi Baresa anamhitaji Haji Manara kuuza uhai? Kweli jamani, kweli mwake humo? Au anahitaji Haji Manara Azam TV watu wanunue vingamuzi? Tuna mchango wetu kidogo, labda 0.0%. Lakini sio sisi ndio yani hao wanatusaidia tu, maskini ya Mungu. Asas wanahitaji kuuza maziwa kwa sababu ya Haji. Kwanza Asas wategemea maziwa. Wanatusaidia tu Haji, ile mtu usimnyelele, chukueni riski na nyinyi angalau mka. Sio kwamba bila wao. No. Au Ghalibu GSM kutangaza mashuka au makochi, kweli anamhitajia Haji? Wapi jamani? Basi walivyoruhusu watu wa Azam nikapeleka mkataba. Sikilizeni kwa makini sana. Sikilizeni kwa makini sana. Na Babra yupo. Akausoma ule mkataba, ulikuwa na clause moja
ili uterminate ule mkataba ni lazima ulipe milioni 350. Shughuli ikaanzia hapo. Oh, sasa unajua hii itabidi ni ubaki nao mkataba. Nikamwambia kubaki nao hapana. Wewe tajiri, mwenyekiti na kuheshimu, lakini huu umetaka uone, ukuniambia uondoke nao. Kwa hiyo hapa uondoke nao. Ofisini kwake namwambia fawahisha. Macho kwa macho naambia huu uondoke nao. I'm sorry brother. With due respect na pesa zako, lakini hii ni mali yangu. Nakupenda mwenyekiti wangu, lakini hapana. Sasa tufanyeje? Ndio issue ya mkataba sasa ya bwana Hans Pop ilipoanzia hapa. Wakaambia Babra, hebu tayarisha mkataba. Hapo miaka 6 nimefanya bila mkataba. Sasa baada ya kuanza biashara na Azam wakafikiria sasa kunipa mkataba. Mkataba wa kwanza nikaitwa tena kwa Mo, nikaukataa. Ulikuwa na clause unaonitaka sio kwanza milioni 4. Ana mkubwa yule nadhani utu uzima, kuna wakati mtu uzima unamsama. Mkataba clause yake nataka 3 million. Lakini bila kufanya kazi na kampuni yoyote zaidi ya Mohamed Enterprises. Can you imagine? Nikaambia what? Nakumbuka ilikuwa Ijumaa, nimepiga kanzu nyeupe maridadi, nikamwambia hivi, nyinyi mnanijua, mnanisikia? Yaani mimi sign contract ya milioni 3 na lazima nifanye na Mohamed Dewji. Mimi nimeajiriwa Mohamed Dewji, nimeajiriwa na Simba mimi. Nikamwambia msiniletee hizi vitu hivi bwana. Kwa basi Babra karekebishe. Mwezi wa pili nadhani wakarekebisha. Akanita ofisini siku Babra. Unajua una clause gani? Sasa hivi hautaji Mohamed Enterprises. Lakini siruhusiwi kufanya huo wa milioni 3. Mkataba wa miaka 2. Siruhusiwi kufanya tangazo na kampuni yoyote mshindani wa bidhaa ambazo zinaidhamini Simba. Zikiwemo manake Mo Coca-Cola, Mo Ukwaju, Mo Ubuyu, Mo ziko kama 70 kwenye jezi yetu ile. Zote zile siruhusi ambazo Azam ndo anatangaza. Manake mimi nilivyojua main sponsor SportPesa ndo mimi hamjaona makampuni ya mimi mshauri natangaza kampuni nyingine ya betting. Manake mimi nilikuwa natangaza bidhaa za SportPesa. Nilipomalizana nao unaona mimi natangaza kampuni za betting na offer nyingi sana za betting. Nyingi. Joe Flair yule yuko kwenye kampuni moja ya betting, ananiita kila siku. Rafiki yangu Diamond ana kampuni ya betting. Nakataa, naambia mimi kuna main sponsor hapa wa club. Nitawezaje hata kama hawa Simba sina mkataba nao, lakini kwa kuheshimu tu uwepo wangu Simba, hata kama sina mkataba, maana ningeweza kusaini na namna kuniuliza. Sababu mimi sina contract na Simba. Lakini nikasema nikamwambia Mo, mwambie, nikamwambia Babra, mwambie Mo na sign hata leo aondoe hiyo clause. Kwa sababu kama mngekuwa mnaweza mngewalipa Azam milioni 3 sijui. Alafu tuanze sasa kujadiliana kuhusu mishahara. Ndio namna ya kuvunja mkataba. Lakini sio mji hapa mnipe mkataba wenye thamani ya milioni 3. Alafu unanizuia kufanya matangazo na kampuni nyingine. Milioni tatizo kibiashara la mimi. Sasa hapo Mo akaanza kubadilika. Shekhe. Mo akaanza sasa hapo sasa kwamba huyu kumbe inabidi sasa lazima tumtoe. Siku moja akanambia, unajua Haji alinipigia simu. Watu wanalalamikia kwamba wewe umekuwa maarufu kunizidi mimi. Wallahi alazim, wallahi alazim. Nikamwambia so what bora. Mimi nafanyaje sasa? Nawazuia watu. Najipa mwenyewe maarufu. Ndio hivyo, maana kwa sababu bora wewe tukutoe. Nikamwambia sawa, nitoeni. Tumekuja alivyoondoka Senzo, ndugu zangu. Simba Day ya kwanza msione nimeshuka na helikopta. Ndugu zangu, nilikuwa na maumivu mabaya sana. Yule Diamond sio vizuri kumtaja hii, lakini nataka niwaonyeshe tu wa Tanzania namna changamoto tulizopitia. Ilikuwa bado kama siku 2 Diamond yuko studio na rekodi nyimbo ya Simba. Mimi nimepigiwa simu na mmoja wa manager wake, rafiki yangu, twende tukapige porojo. Bahati mbaya tukawa tunakula, ikapigwa simu na CEO. Kwa hiyo kabla lazima iwe loudspeaker pale. Samahani sana brothers, lakini ilibidi lazima niseme. Akapiga simu bibi. Vipi nyimbo? Akamba nyimbo iko sawa. Ndio Diamond yuko studio. Hebu mpigie hapo nitaka nizungumze naye. Yaani unganishe conference call. Akaunganishwa mwanamume
akapokea simu. Diamond sijai kutamka ili mahali, hata leo yeye atakuwa surprise. Hajui wakati huo Diamond kama mimi niko pale, wala alopiga simu Babra hajui kama mimi niko pale. Bahati sasa wakashindwa kuitoa ile loud speaker. Hawakukusudia, imetokea tu. Mungu alivyokuwa anataka kuwaumbua. Nasibu, sikiza Diamond bwana. Nyimbo yote utakayoitunga hakikisha kwamba mtu mmoja tu anaruhusiwa kutajwa jina lake. Ndo katiba ya Simba inavyosema. Anadanganya kwa sababu unajua Diamond hajui mpira. Kwa anaambiwa katiba ya Simba hairuhusiwi mtu yoyote kutajwa jina. Diamond nikamwambia hela yenu njooni mchukue. Msinipangie cha kufanya. Wallahi alisema hivi. Yule kijana Mwenyezi pale nilitengeneza kitu kwa Diamond. Nikasema mtu ananihami kiasi hata hajui kama mimi nipo. Yaani sio kwamba anajua, anaambia chukueni hela yenu sifanye show. Msinipangie nani wa kumweka nani, sio kazi yenu. Hatukuongelea mpaka leo, ndo nalitaja leo hili hapa. Hebu imagine watu washafikia roho mbaya ya hadi kuzuia jina langu kutajwa kwenye nyimbo ya Nasibu. Nasibu nimemshawishi Ulaya kutwa Nasibu lazima mwaka huu uje Simba Day. Anaambia bwana nitawagawa washabiki. Nasibu alikuwa hataki mpira. Hataki. Nitawagawa washabiki. Ambao ugawe nini wewe? Mbona nani PDD anapenda Arsenal? Mbona huyu anapenda hiki? Nikamjaza mpaka sasa anapenda mpira. Na mpaka leo hajui chochote kuhusu mpira. Juzi ananiuliza mbona ule kichua achezi, nikaona la haula. Nikaona la haula wala quwwata. Hajui maskini. Lakini sio wao tu, wasanii wengi. Ninyi mnajua? Wasanii wengi. Nilikwenda siku moja na dada yangu Hamisa. Maana ilibidi ni warafiki zangu wale niwatie katika mpira, waniongezee kuboost hamasa. Nilikuwa naalika wasanii, sio nilikuwa naalika nyumbani kwangu. Kumbe mimi na langu. Tunakula pamoja, tunakunywa ili waje Simba, ili hao nisaidie. Sababu wana fans wao. Na kweli wamenisaidia. Hamisa nakwenda na mpirani siku ya kwanza. Jamani nimekaa naye uwanjani. Nilipata tabu, nilijuta. Hiyo kona ndio nini? Maana tena nasikia kona. Hiyo mpira kurusha mbona sielewi. Lakini mimi lengo langu sio Hamisa tu. Hamisa anisaidie kuvuta fans wake. Ndugu zangu, leo mengine nitaweka akiba, lakini itoshe kusema baada ya kushindwa mimi kukubaliana na mkataba wao, visa vikazidi. Every day Babra ananitumia message za kuniprovoke. Akinipigia simu atanambia jambo hili, atanambia hivi. Siku nyingine anachukua picha zangu, hata kama zamani nimekaa na Ghalibu pale napiga story, wanazungumza, anatuhujumu. Anambia mimi naweza nikahujumu Simba? Imeenda. Ndugu zangu, ilifika mahali niwapeni mfano mdogo. Mechi ya Simba na Yanga ajuzi tuliofungwa goli na Shabani nani anaitwa Zawadi Mauya tarehe 3 Julai. Wote mnafahamu promo nilofanya. Wote. Siku ya mechi, kesho mechi, nikapiga simu naomba ticket. Kwanza nieleze, nawaambia leo kitu kimoja. Mimi mechi nyingi zinazoziona za Simba, wakati mwingine nakupa tiketi 2, 3 kwa ajili ya kuwapa wasanii. Mechi ya Simba na Yanga juzi naomba, nikaambiwa tiketi utapata yako. Nikama promo nafanya mimi. Hizi tickets sitaki kuuza, mimi sina njaa. Nataka niwape hawa wasanii ambao wananisaidia ku hype mechi. Nikakataliwa. Nikaambiwa nitapewa tiketi yangu. Baba akanikatalia kata. Na message ninazo. Nasubiri akanushe tu, mimi nitakuwa naachia data moja baada ya moja. Leo nasema, lakini sasa baadaye nitakuwa naachia nondo zote. Conversation zote. Kilichotokea, akaninyima tiketi hata yangu mwenyewe. Mimi sikuja mechi Yanga na Simba. Promo yote ndugu zangu nimeangalia kwenye TV. Inaweza kufikiri chuki ya kiasi gani nafikia. Mechi ambazo mimi nafanya promo na hangaika, Yanga wananituka. Mechi imeisha, matusi alitokana nani? Nchi nzima. Alitokana Mo. Si haji. Nchi imenielemea, ni mechi iliyofunga ni pale pu. Maana nikajua tena kiama. Lakini nikanyanyuka, nikawapa nguvu washabiki, nikaambia Simba tuna lose pamoja, tunashinda pamoja. Vitu vingi, visa vingi. Kwa hiyo nimueleza haya, muelewe kilichotokea kabla ya kuelekea mechi ya Kigoma. Nadhani ndio story kubwa. Jioni
namaliza saa 12 jioni. Unajua Eid hii inaitwa Eid al-Adha. Eid al-Adha. Eid hii ni Eid ya kuchinja, ina sunna ya kuchinja. Kwa hiyo nikamwambia jamaa waniletee mbuzi nipate kutimiza takwa la sunna. Nikachinja nyumbani kwangu magharibi, nikatoka. Kawaida ya sadaka ile ya nyama mara nyingi tumesuniwa unawapa majirani walokuwa na uwezo mdogo, unatoa mchele. Na kwa hiyo jioni mimi na driver wangu nikamwambia twende kwetu Kariakoo. Kwa nikawa napita kijumba hiki. Unajua tena ndo sisi ndo ufahari wetu watu wa Kariakoo ni kujuana na Saa 3:30 Barbara ananipigia simu. Halo? Nikamwambia sema, uko wapi? Unafanya nini? Nikaambia maswali mengi. Naambia uko posta, uko kwa Ghalib. Mimi mbona niko Kariakoo? Uongo, naambia uko posta. Wewe unatuhujumu wewe. Sasa niko na nyumbani kwa watu, kwa wazee. Nikaona sikutaka, nikamwambia he wallah shukran, nikakata. Nikasema utaniharibia mudi yangu ya sikukuu huyu ataniharibia mudi, nisimweke kipaumbele. Nikaona hata sijamwandika chochote kingine. Nikauza nyumbani sijamjibu. Hata mke wangu sijamwambia, nikalala. Asubuhi naamka navaa kanzu najiandaa kwenda kuswali Eid. Nikasema vyovyote itakavyokuwa. Kwanza nikaona simu yake. Nikasikupokea. Akanitumia message. Haji, unatuhujumu. Jana umetoka zako posta na Ghalibu mmeenda Kigamboni kwenye kempi ya Yanga. Sasa ndugu zangu, nikafikiria adhabu yote ninopata ya Simba, maudhi yote ninopata ya Simba, hawa watu sina mkataba nao, hawa watu hawaniheshimu, majungu yote wananifanyia navumilia. Leo tena napewa jungu jipya la kuhujumu. Of all the people, mimi nikahujumu Simba. Mimi haya na hujumu vipi? Naenda kempi ya Yanga. Ukishaenda kempi ya Yanga na hujumu vipi? Na waita kina Feitoto na waambiaje? Kina Mukoko na waambiaje? Yaani takili tu ya kawaida. Okay, na hujumu kwa kwenda kwenye kempi ya Yanga. Maka fadhali ningeenda kempi ya Simba. Sasa kempi ya Yanga na hujumu vipi? Yaani nawaambia chezeni kwa hamasa kina Feitoto, chezeni, si ndo manake? Lakini na hujumu vipi? Takili jamani hizi. Kweli nilipata hasira. Inawezekana nilituma ile voice note. Lakini muelewe haikuja kwa bahati mbaya. Miaka 6 nimueleza hapa kwa ufupi tu chanzo, yani ile ghadhabu niloipata. Ifikirieni nani katika wenu nyinyi angevumilia hizo adhabu zote? Bado mnaenda kunisingizia na hujumu. Pamoja na maudhi yote hayo, mnaenda kusema na hujumu Simba. Ningehujumu wakati wa Manji. Tuna njaa. Mimi sasa alhamdulillah. Na hujumu vipi klabu hii? Bei gani watanipa? Alafu mimi nikaongea na chama au niongee na nani kuhujumu kwake? Chuki zote mlizonifanyia, maudhi yote, hii la kuhujumu nilishindwa ndugu zangu kuvumilia. Wana Simba mnielewe. Maana wengine waliandika kwa nini umetoa voice note siku ya karibia mechi? Haikuwa dhamira yangu. Na mimi sikuitoa. Na angalia walivyo smart. Ile nimemrushia asubuhi saa 1. Wakaiachia jioni. Wamefanya kusudi kunigombanisha na wana Simba. Kusudi. Waliniprovoke. Ya kwamba na hujumu. Hamna jambo la hujuma. Mbona tarehe 7 leta hiyo simu hataki. Lakini kama ulionekana uko Temeke, akanibadilishia. Nikamwambia sikuwa Temeke mimi. Akaambia sasa hapa haiwezekani. Maana yake muombe sasa kachama.
Alafu nimeona na namba nyingine pale za watu wa Simba wote nao wanafuatiliwa. Lakini nikamuuliza Mohamed, wewe ni nani? Ni polisi? Ni cybercrime? Ni kitengo cha usalama jeshini au polisi? Rights za kuwapekua kudukua mitandao ya watu unaipata wapi? Nani kakupa authority hiyo? Kwa sababu una pesa. Nilimwambia, nilichachamaa kweli. Nikamwambia unadhulumu watu, unatumia pesa zako kudhulumu. Umepata wapi haki za kunidukua mimi? Unawezaje kufanya hivyo, kumpeleleza mtu alafu kwa uongo? Kweli mimi na kibanda changu Kigamboni, kwa hiyo mara kwa mara nakijenga kule na kwenda Kigamboni. Wakwe zangu wanakaa Kigamboni. Yaani mimi kwenda Kigamboni siku hizi ni kama vile shehe kuna msikitini. Sasa wakwe zangu wako kule. Na mji wangu na utengeneza. Kwa hiyo haikuwa kwanza, ilikuwa ni tarehe 7 mara ya mwisho. Lakini nikauza hata kama ningekuwa kweli nimeonekana posta hiyo siku, nani kawapa rights hizo? Sasa yule afande pale akastuka, kwa bwana ajitafadhali. Maana hii sijui watafanyaje, na sio mimi, wanawadukua watu wengi. Bali naona simu nyingi pale. Serikali naomba nilinde. Mimi jamani lofa. Sie nikatoka hapa yakanikuta kunikuta. Mimi nausema ukweli ulio dhahiri. Haki za kumdukua mtu nani katoa? Babra mwaka mmoja alokaa, kaondoka Hashimbaga, kaambiwa kaduku. Kwanza yule Senzo aliambiwa na hujumu. Akaja Hashimbaga. Tulifika wafanyakazi kama 15 hivi au 16 wakati wa Senzo na Magori. Nadhani 9 ama 10, mimi nadhani mtu wa 10. Babra katuondoa wote. Ameanza Hashimbaga akawekwa ndani. Mimi watatafuta sababu ya kuniweka ndani. Mimi mtasikia tutatafuta. Lakini Mungu yupo na serikali ipo. Hawezi. Kuna Allah Jalla Shanu na serikali chini ya Mama Samia. Hawezi kubali. Haki haiwezi kudhulumiwa. Nimetoka pale akafukuzwa Hashimbaga, kawekwa ndani, kaambiwa ameiba mafaili. Akaja kijana mmoja anaitwa Jacob, mnamfahamu, alikuwa msaidizi wangu kwenye press zangu. Huyu nilifanya naye kazi kwa muda mrefu, baadaye Senzo akampa mkataba. Hata hebu fikia hata walokuja baada yangu, personal assistant wangu, bodi iliridhia apewe mkataba, lakini sio Haji Manara. Atakuwa mkubwa kuliko Simba. Jacob alipofika akaambiwa naye na hujumu, yalla. Yule Chiko na manager wakafukuzwa. Chiko akarudishwa baadaye. Manager baada ya kuona huyu atatudai hela nyingi, huyu mjanja huyu mjanja tumemfukuza, wakamrudisha. Wanao George, director wa marketing, mtu anejua kazi yake, alikuwa akileta makampuni ya biashara pale Simba hawataki, yadhamini Simba hawataki, wakamsingizia eti kamtukana mwenyekiti, kafukuzwa. 5 Babra huyo, mtu wangapi? 5. Kuna mzee anaitwa Mzee Matari, toka mimi nakuwa yuko Simba, kama mlikuwa mnaanza zamani pale Msimbazi. Yule Mzee Matari anavaa suti hivi, hakosi kuvaa suti. Nyanyu yule mzee ana miaka zaidi ya 30 Simba. Hayupo Sheikh bibi, hayupo, kanyanyuliwa. Haya, Kashembe, yeye ndio founder, ndio mwandishi, alikuwa katibu kwenye kamati ile ya tenda, ametengeneza mambo mengi kwa ajili ya transformation, naye kaambwa ana hujumu, yalla. Kuna watu wawili wengine, kuna binti mmoja aitwa Rispa, maskini ya Mungu, akonaka maka kila siku apigwa majungu huyo. Sasa hivi nasikia si yuko Serengeti, si yuko TBL, anakula nchi. Juzi mwanasheria wetu mmoja naye kaona, na huyo mwanasheria anaitwa Michael Mina, ndio alofanya kila kitu, ndio mwandishi wa sheria wa mkataba hii, anajua vitu vingi. Siku moja mtafuteni, atakuelezeni mambo. Naye Nyanyu 9, mimi wa 10, wote sasa tuna hujumu. Babra ndio msafi. Is it kweli inaingia akilini? Yaani wewe katika kipindi, sababu Babra hajafika mwaka toka ameingia Simba, wote hao wabaya, wewe ndo mzuri tu. Wewe peke yako Babra ndo clean, wewe peke yako. Hai, kaja sakata la ndugu zangu Azam. Nikamwambia Mohamed, unatukosea wana Simba. Yanga wamesign deal ya 2.4 billion. Wewe ile alizungumza juzi, mlisikia na wewe uliulizia ndugu yangu. Alisema atatoa hela. Ni hivi, mwezi wa kwanza mwaka huu Simba tarehe 5, mkataba nao,
Simba kupitia CEO Babra wamesaini na Azam mkataba utoisha msimu 2022-2023 wa shilingi milioni 385 kwa mwaka. Januari mwaka huu. Kashembe alisema mahali, lakini labda mlikuwa mjaielewa vizuri. Mkasema ule wa zamani. Hapana, huu umesainiwa Januari mwaka huu na Babra ndo kasaini kama CEO mwaka huu. Tumefika mwezi huu wa 5 wa 6, Azam wakawata kuingia dili yao na TFF. Dili ya TFF ya club zote na bodi ya ligi. Hivi ule mkataba bilioni mia ngapi? 225. Ndugu zangu, bilioni 225.6. Hajafanya kampuni yoyote Afrika Mashariki na ya Kati hii kwenye uwekezaji kwenye mpira TV rights. Wanaume wanatoa bilioni 226. Niliandika siku moja, ukizipanga noti za 10,000 zinakwenda mpaka Brazili na kurudi, alafu zinakwenda Burundi, zinarudi, zinajichimbia chini ya shimo. Sio hela mchezo. Sasa baada ya ule mkataba, watu wa Simba wakasema hatuwezi kupewa sawa sisi na watu wa Yanga. Sawa, tunakubali. Babra akawapigia simu watu wa Azam. Watu wa Yanga ambao wanaitwa sasa hivi wao ni wadogo sana kuliko Simba. Baba, haiwezekani, lazima tukae na Azam, sisi hatuwezi kupewa sawa na Simba. Ghalib, Hersi, viongozi wa Simba akiongozwa na Babra wakakaa vikao vitatu. Vingine walikaa na CEO wa Azam deputy, wengine wakakaa na mkurugenzi mwenye mzigo. Mwisho wakakubaliana tutawapa kwenye Simba TV ile kipindi chao vile rights za kuonyesha zile mechi. Maana right ya ligi Simba, hata Ba Mohamed anasema atalipia, hawana haki ya kuonyeshwa, aidha anataka au hataki, hana namna ya kuzuia. Ligi zote zile Azam ni rights zao, wameweka fedha, hawajaweka maneno, hawajaweka porojo, wameweka mzigo. Kilichotokea bwana ule muungwana akasema sawa, mimi nitaongezea katika hii Simba TV na Yanga TV, nitawapa bilioni 2.4 kwa mwaka, lakini kutakuwa na nyongeza. Kwa mkataba Yanga walisaini wa bei gani? Bilioni karibu ngapi? 34 wa miaka 10. Imagine ndugu zangu. Unajua kilichotokea? Sio shakubaliana, tuongezea, akapewa mkataba nini fresh. Kwenda kule bwana mkubwa akakataa. Azam watakuwa wakubwa sana, wanatunyonya. Kwa nini watupe sawa sisi na Yanga? Mimi juzi kwenye mkutano wangu wa juzi na wa mwisho na Babra, namuuliza Mohamed, wewe kama ungejua Simba ni kubwa kuliko Yanga, kwa nini Babra ndio awaite viongozi wa Yanga wakae wajadili kwenda Azam? Kama mnajua nyinyi wakubwa kuliko Yanga, kwa nini mkoachukua hii hefu? Nyinyi mkoatupa kwa sasa hivi. Nikamuuliza tena, mwezi wa kwanza mwaka huu tumesign deal sisi milioni 385. Kwa hiyo kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 6 kutoka kuongezewa bilioni 2.4, mnaona ndogo? Yaani miezi 6 wanaume wanaweka kutoka milioni 385 mpaka 2.4 billion. Wewe unaenda kusema ndogo? Ni kama Mohamed, nani anatoa hela ndogo? Wewe unatutangazia. Nikamuuliza matangazo yako, maana juzi nimesikia anasema Simba hapati faida yoyote kama unapata Azam. Lakini jezi zetu tumeziona jamani. Kwani faida ya mfanyabiashara nini? Au mmeaoni ya matangazo? Ndio watu wetu siku hizi bwana. Kwa hiyo mtakuuliza ile swali. Nimekusikia dada yangu ile swali lingine. Sema sipati faida yoyote, siwekezi. Sijaweka hela mimi Simba. Zaidi nimetoa bilioni 21 tu. Sijatoa shilingi, yani mimi sipati faida yoyote. Lakini jezi imejaa mpaka foundation ipo kwenye jezi. Energy, Coca-Cola, maziwa, nini, jezi imechafuka kama za klabu za Sudani. Leo unasemaje ufanye biashara? Unapata wapi nguvu ya kuongopea Watanzania zaidi ya milioni ngapi? Unaambia ufanye biashara. Sasa chuki yake kwa Azam ndio asili ya mimi kunitengezea mtego wa kwamba mimi nimehujumu. Chuki yake kwa Azam. Hii GSM wanamtafutiaga sababu kwa sababu ile si mtu wa Yanga.
Kwa hiyo ili waaminishe washabiki lazima awekwe GSM mbele, lakini chuki yake ni kwa Azam. Amekataa deal kubwa, alafu anasema atatuongezea. Hebu nimalizie. Atasema mimi sikubali, akasema nitakuwa natoa mimi. Unatoa katika ipi? Maana sasa hivi umesema ushatoa bilioni 21, si ndio? Kwa hiyo sasa utatoa nyingine, kwa hiyo mwakani kutakuwa kila siku naongezeka tu. Umeelewa? Lakini unatoa katika ipi? Ni deni? Yaani tuache hela halali ambayo sio deni. Bwana Mohamed atuongezee huku tuwe na deni, sio? Simba tusikubali. Msikubali kudanganywa. Bilioni 21 aliyoitoa ni deni. Kwanza hata hiyo deni hivi jamani ililipiwa kodi. Lakini la pili, kuna minutes za kikao zilizoidhinisha mkopo ule wa bilioni 21. Wanaweza katoa bodi ilikubali ule mkopo. Hii Simba ya watu. Sasa mimi nimesema nimalizie kwa kuwashukuru tena. Nimeweka akiba mengine, ninayo mengi. Kwa sababu najua watalipuka. Watatuma watu. Ndugu, nimeona kampeni wameniunda kwa bahati mbaya kwenye group wakajisahau. Kumbe kuna group limeundwa mahsusi kwa ajili ya kumunfollow Haji. Jamani, mimi sijawahi kumwita mtu kwenye page yangu. Ni unfollow, risk anatoa Mwenyezi Mungu. Hizo kampeni wanazofanya hazitadumu. Kwa sababu ya kudai haki yangu, nimeonewa, nimedhulumiwa, na waaga tena washabiki pale nilipoteleza. Niendeleeni kunisamehe. Bibi Babra na Bwana Mohamed, nyie ndio wenye Simba yenu, mnalolipanga nyie ndio linakuwa, na nyie mna ukaribu zaidi mpaka na mamlaka kubwa, kwa hiyo mtafanya jambo lolote. Mimi nawatakia kila la kheri. Endeleeni, lakini iko siku haki